Vinaanza kulipwa, TD atakuwa shahidi. Vilabu vinaanza kulipwa kwa wachezaji ambao wanacheza kwenye national teams katika mashindano ya FIFA. Vilabu vitaanza kulipwa. Na msukumo huu umetokana na umoja wa vilabu. Kwa nini? In actual sense, sisi ndio taasisi kubwa ya kimpira duniani. Football clubs. Sio national team. Na sisemi kwa dhamira mbaya. Nataka niweke uwazi kabisa ya kwamba vilabu vinakuza wachezaji. Vilabu vinaajiri wachezaji. Hawa wachezaji wote wanaocheza national team ni waajiriwa wa vilabu. Sisi ndio tunaosimamia well-being yao kwa maana ya fedha zao, maisha yao, performance zao, matibabu yao na kila kitu. Na sisi kama vilabu tukiwa ni stakeholder namba moja, mwajiriwa wetu anapoondoka akaenda kuitumikia timu yake ya taifa, mshahara analipwa na nani? Bado anaendelea kulipwa na club. Akipata majeraha, TD na technical staff yako ya national team wanatuambia kwamba bwana mchezaji huyu amepata injury, tunamreplace na mchezaji mwingine ndani ya madakika. Lakini yule mchezaji akiwa replaced anarudi wapi? Anarudi kwenye club. Nani anamhudumia akiwa anarudi kwenye club akiwa na injury? Club. Kwa hiyo ukitazama the biggest stakeholder wa mpira anapaswa kuwa club. Na huyu mwajiri wake anapoondoka kwenda kuhudumia taasisi nyingine, yeye kama club anapata kitu gani? Nitakupa mfano mdogo. Ligi yetu mwaka jana, mechi yetu ya mwisho tumecheza tarehe 28 mwezi wa 6. Tarehe 7 mwezi wa 7 national team imeitwa, wamekwenda Zanzibar kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na CHAN. Baada ya kutoka hapo wamekwenda Egypt kufanya pre-season mwezi mzima wa mwezi wa 7. Huyo mwajiri wetu hajakanyaga ofisini. Mwezi wa 8 tarehe 2 mashindano ya CHAN yameanza. Mpaka mwisho wa mwezi wa 8. Mwajiri wetu ndani ya miezi miwili hajakanyaga ofisini. Alikuwa anaihudumia national team. Lakini mwajiri wake amenufaika na nini? Hajanufaika na kitu. Transformation ya mpira wa sasa inaitaka hiyo timu ambayo inamlea huyo mchezaji, inayolipa gharama zake, inufaike na hayo mashindano. Hayo mashindano ya CHAN yaliochezwa obvious yana wadhamini. Kuna mtu mwingine atakuwa anachukua hizo pesa za wadhamini, anazipeleka wapi? So transformation ya hizi ACA, hivi vyama vya vilabu vinaanza kufungua brain mpya ya mpira na kusema hapana, kuna hiki kinatakiwa kiende kwenye direction hii. Mchezaji anapata maumivu au kupata majeraha akiwa anaitumikia timu ya taifa, anarudishwa kwenye club kwa ajili ya kuhudumiwa. Where is the insurance? Kwa nini hizo taasisi ambazo zinamtumia yule mchezaji kwenye matumizi ya hayo mashindano zisiweze kubeba hizo gharama za matibabu? Na vipi compensation? Yule mchezaji amepata ACL labda, amepata majeraha ya goti atakamfanya akae miezi 6 bila kucheza. Mimi kama club ambaye nimemsajili yule mchezaji